من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الناس عباد الله، فإننا في يوم مبارك يوم عرفة في هذا الشهر المبارك شهر ذي الحجة. sisi tupo katika siku adhim, siku ya Arafa ndani ya mwezi huu mtukufu wa mwezi wa Dhulhijja. Na leo hii katika hutuba yetu tutakumbushana kuhusiana na farhu as-salafi au farahu as-salafi يوم العيد. furaha ya salafi inavyotakikana kuwa katika siku ya Eid. Tufahamu kwamba ndani ya siku hii ya Eid kuanzia tarehe 10, 11, 12 na 13 يوم النهر na ayamu na 3 ayyam min ayam at-tashriq, siku ya kuchinja hii leo na masiku matatu ya tashriq. Haya ni ayamu aklin wa shurbin wa farhin, ni masiku ambayo muislamu anatakiwa afurahi. Lakini je, hiyo furaha anatakiwa afurahi kwa kiwango gani na kwa namna gani? Maana watu wamechukulia hili kuwa ni suala la mtu kufurahi vile anavyotaka yeye, akaichukua familia akaenda katika kumbi za disco au kumbi za starehe mbalimbali, au akawapeleka katika maeneo ambayo watu watembea uchi kama vile katika fuko za bahari ambako hakuna usalama wa maadili na mfano wa maeneo kama hayo, au akairuhusu familia yake kuingia katika kumbi za sinema na mfano wa sura kama hizo. Ufurahikaji wa sampuli hii si ule ufurahikaji ambao umeambiwa wewe Muislamu usherekee katika siku hii. Al-farhu was-surur amrun matlub likulli muslimin salafi. Ufurahi ni jambo ambalo linatakikana kwa kila Muislamu, lakini furaha yenyewe ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia kwenye Qur'an, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu, sema kwa fadhila za Allah na kwa rehema zake basi kwa hayo waambie wafurahie. Furaha hapa inakusudiwa mtu kufurahi ala minhaji nabii alayhi salatu wassalam, afurahi kwa juu ya njia ambayo alikuwa juu yake mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Alfarhu bi ta'ati Allah, ufurahi kwa kumtii Allah, walfarhu biitmami at-ta'a was-siyam wadh-dhabh, ni mtu kufurahi kwa sababu ya kutimiza taa aliyokuwa anaifanya katika masiku 9 ya mwezi huu wa Dhulhijja au masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja, kama alivyosema. Kadhalika alfarhu bi dhikrillah subhanahu wa ta'ala, ufurahi kwa kukithirisha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na kuleta takbira kila anapopita, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamdu. Kila utakapopita kithirisha kuleta takbira, ukiwa mtaani, ukiwa msikitini, ukiwa nyumbani, ukiwa sokoni. Hiyo ndio maana ya kufurahi, na ndivyo as-salaf walikuwa na furahi, kama qala au kama fa'ala Abu Huraira wa Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, kana yakhrujani ila as-suq, walikuwa wanatoka kwenda masokoni, fayukabbirani, kisha watoa takbira wao, wayukabbiru an-nas bitakbirihima, na watu kwa wanatoa takbira baada ya kusikia takbira za hao masahaba wawili, kuonesha namna ambavyo walikuwa na furahi katika masiku haya matukufu na yenye baraka na yenye khairi nyingi. Kwa hiyo sisi ahli sunna wal jamaa as-salafiyun tutakikana kuwa hivyo, tufurahi kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, tufurahi kwa kukithirisha takbira. Hiyo ndio furaha yetu sisi ahli sunna wal jamaa, na
na si kwenda katika madisko na mabao na kwenda kucheza madrafti. Hapana, si furaha ya ahli sunna wal jamaa katika siku hii adhim, bali nafrah aidha, tunafurahi vile vile بالتوسع في الأكل أو على الأعيان والأهل. tunafurahi katika siku hii vile vile kwa kuwafungulia milango familia zetu, watoto wetu, wake zetu, tukawapa pesa za kutumia, kadhalika wakala vizuri, tukawaandalia vyakula vizuri ambavyo vitapelekea wao kufurahi. Lengo ni kuingiza furaha katika nyoyo zao au katika nyoyo zao wao, na sisi wenyewe tukashirikiana nao hao watu wa familia zetu katika kufurahi ndani ya siku hii. Hivi ndivyo alivyofundisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na ndivyo ambavyo walikuwa wanafanya as-salaf. Tule vyakula ambavyo ni vya halali, vyakula ambavyo vimeidhinishwa na sheria, pasi na kuchupa mipaka, pasi na kufanya israf. Hivi ndivyo ambavyo tumefundishwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika namna ya kufurahi, kadhalika kufurahi kwa kufanya michezo mbalimbali, kama walivyokuwa wanafanya as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Hivi ndivyo ambavyo tunatakiwa sisi kufurahi, ndugu zangu, na si kinyume na hivyo, bali tunawakumbusha pia wale ambao wamekosa kuchinja katika siku ya leo. Bado muda wa kuchinja wao bado upo. Kesho kuna nafasi ya kuchinja, kesho kutwa, kadhalika mpaka tarehe 13 ya mwezi wa Dhulhijja. Nasallallahu al-i'ana wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa ba'd. Ayuha an-nas ibadallah, enyi watu waja wa Allah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi tabaraka wa ta'ala, na yusi nafsi yangu kadhalika kukuhusieni juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, na kuhusieni katika khutba yetu hii ya leo ya pili, na kuhusieni kama ninavyohusia nafsi yangu juu ya suala zima la kusoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika kusoma dini ya Allah tabaraka wa ta'ala ndio jambo ambalo sisi tumeambiwa katika dini yetu. Kwanza kabisa ni wajibu. Kusoma dini ya Allah tabaraka wa ta'ala ni kutekeleza jambo la wajibu ambalo ameliamrisha Allah na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala alayhi salatu wassalam, akasema Mtume wa Allah, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Kutafuta ilmu ni jambo la lazima, utaki ustaki, lazima usome ilmu. Wewe mwanaume au mwanamke, ni wajibu usome ilmu ya kisheria, usome qala Allah, qala Rasulullah, qala as-sahaba. Usome ilmu hii, ni lazima, ni wajibu, si jambo la kufanya maskhara. Ni lazima usome fungu la ilmu la wajibu. Usiposoma hiyo ilmu, siku ya kiyama Allah subhanahu wa ta'ala atakuadhibu adhabu kali kwa sababu ya kutosoma ilmu. Na ndio maana ukisoma katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, watu watakapokuwa wameingizwa katika makaburi yao, na wakaulizwa, madha kunta taqulu an hadha ar-rajul, wewe ulikuwa unasemaje kuhusiana na huyu mtu alladhi bu'itha fikum, ambaye amepelekwa kwenu nyinyi kama mtume? Fayaqulu ar-rajulu al-fajir, basi atasema mtu fajir, mtu ambaye hakuwa na mwelekeo wa sawa sawa katika dini ndani ya maisha haya dunia, atasema la adri, mimi sijui. Katika riwaya, kuntu aqulu kama yaqulu an-nas au kama qala an-nas, mimi nilikuwa nasema kama walikuwa wanasema watu. Kisha taambiwa ma daraita tayib, kisha tapigwa nyundo ya adhabu, kisha atadidimia dhiraa 70 kwenda katika ardhi, kwa sababu mtu huyu alikuwa alikuwa ni mtu anayefuata mkumbo wa watu, hakutaka kusoma dini ya Allah tabaraka wa ta'ala. Amma alladhi kana rajulan salihan, ama yule ambaye alikuwa ni mtu mwema, sayusal, atauliza swali hili, fayaqul, baada ya kuulizwa man rabbuk, nani mola wako, wama dinuk, na ipi dini yako, wama kunta taqulu an hadha ar-rajul, wama
rabbi Allah, mola wangu ni Allah, wa dini al-islam, na dini yangu islam, wa Muhammad rasuli, na Muhammad ni mtume wangu. Ataulizwa, umejuaje haya? Atasema qara'tu kitab Allah, mimi duniani nilisoma kitabu cha Allah tabaraka wa taala, ndipo nikajua haya. Sasa wewe usiyesoma utajibu vipi wakati usomi kitabu cha Allah tabaraka wa taala? Kwa intabihu ayuha nas, zindukeni enyi watu, na muone kwamba kuna ulazima wa sisi kusoma dini ya Allah tabaraka wa taala, kwa sababu ni jambo la wajibu ameliwajibisha Allah. Lakini vile vile pili, haitasihi ibada ya muislamu anayoifanya wakati hana ilmu nayo. Haitasihi ibada ya muislamu ambayo anaifanya bila ilmu, kwa sababu ibada ili iwe sawa, ili isihi, lazima itanguliwe na ilmu kwanza, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala, fa'lam annahu la ilaha illa Allah, jua hakika mambo yalivyo, hapana muabudiwa wa haki isipokuwa Allah. Wastaghfir li dhanbika wa lilmu'minin, nataka msamaha juu ya madhambi yako na madhambi ya waumini wengine. Imam al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi akasema, babun, huu ni mlango katika Sahih al-Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, elimu kwanza, unaoeleza kuwa elimu kwanza, kusoma kwanza kabla ya kuzungumza, kabla ya kutenda chochote katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, biqawlihi ta'ala, wa qawli yake Allah subhanahu wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika wa lilmu'minin, fabada'a bil'ilmi qabla al-qawli wal-amal. Allah ameanza kuitaja ilmu kwanza kabla hujazungumza, kabla hujatenda. Alayka bil'ilm, ni juu yako kusoma kwanza juu ya lile ambalo wataka kulifanya lenye kufungamana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ibn Hajar al-Asqalani katika Fathul Bari akasema, qala Ibn al-Munir rahmatullahi ta'ala alayhi, amesema al-Imam Ibn al-Munir, arada al-Bukhari, amekusudia Imam al-Bukhari kwa mlango huu ambao umeuweka, anna al-ilma, hakika ilmu, shartun, ni sharti, fi sihhati al-qawli wal-amal, katika kusihi hicho unachokisema na kusihi hicho unachokitenda. Kama unafanya bila qala Allah, qala Rasulullah, qala as-sahaba, huna ilmu nalo, ukafanya bila ilmu, haitasihi hiyo amali yako, haitasihi hiyo kauli yako, na wala haitakiwi kuchukuliwa, bali kauli yako inatakiwa ikataliwe, kwa sababu umeizungumza bila ilmu. Bila ilmu, liannahum mutaqaddimun alayhima, kwa sababu ilmu ni yenye kuvitangulia viwili hivyo. Elimu inatakiwa itangulie juu ya matendo na juu ya maneno ambayo mtu anayasema. Kwa hiyo haya yanaonyesha umuhimu wa sisi kukaa darasani kusoma dini yetu, dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, tuisome hii dini mpaka tuifahamu na tuwafahamishe watu wa majumbani mwetu, kwa sababu wewe ni mwanaume, unawajibika uisome hii dini, uwafundishe wake zako na familia yako. Qu anfusakum wa ahlikum nara, ziokoeni nafsi zenu na familia zenu kutokana na moto. Ali ibn Abi Talib akasema, adibuhum wa'allimuhum, waadabisheni na wafundisheni. Vipi wewe utawaadabisha, vipi utawafundisha wakati wewe mwenyewe ni mjinga, hautaki kusoma dini ya Allah tabaraka wa taala? Ayuha nnasu ibadallah, intabihu, zindukeni na rudini mwanze upya kupita katika njia, rudini mwanze upya kupita katika njia. Njia hii haitaki ujinga, njia hii inahitajia ilmu na maarifa. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah, sema waambie, hii ni njia yangu, ninawaita watu kwa Allah, ala basiratin, tena juu ya ilmu na utambuzi. Mimi mtume Muhammad, wa man ittaba'ani, na wale watakaonifuata mimi. Nas'alullah al-afiyah was-salam. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi